kuna mtu anaweza asinielewe ninachokisema hapo, kwa sababu kuna muda, kwa mfano gold, kwa mfano unavyomuona hapa, kwa mfano tu sasa, sijui kwa nini ulimbai, yani kwa mfano unavyomuona tu gold hapa, yani wewe unavyomuona tu gold alivyokaa, sawa sawa, kuna mtu amewasha mic najisikia mara mbili, kwa hiyo ni vizuri akazima. Nadhani ni nani? Emmanuel sijui ni nani? Mike. Emmanuel Romo. Zima mic yako jamaa, Okay. Sema vitu vingine kwa matumizi. Okay, iko chini tu hapo mic yako. Hapo kwenye Google Meet hapo, angalia kuna sehemu ya video, alafu kuna kimic kipo hapo pembeni, kibonyeze tu. Speaker, phone. Angalia kutoka upande wako wa kushoto. Upande wa kushoto? Chini. Hichi hapa cha mic, si ndio? Kibonyeze tu hicho kizime. Hapo sawa, hapo fresh. Hapo fresh kaka. Sasa katika mazingira haya mwanangu, we muone tu. Na nataka nitoe hizi chat kwa sababu nilikuwa nazichora hapo kuwatumia. Umenisikia jamaa? Si ni nani huyu tulikuwa tunaongea wote hapa? Yes, nakusikia. Ni Chanel Yes. Okay. Sasa ndugu yangu Chanel, angalia hapa. Huyu ni gold. Na gold kidogo sasa hivi inahitaji umakini sana kwenye kumtrade, si ndivyo? Let us say labda tuanzie, labda tuseme day 1, right? Tuanzie hapa day 1. Taviolate sana kwa taviolate wale wa jamaa waliozoea ile time frame coordination, taviolate hapa. Sawa sawa. Kwanza ukimwangalia gold hapa, kwanza moja tu kwa moja anakwambia usimbai. Yaani yeye mwenyewe tu anakwambia usifanyaje? Usimbai. Labda kwa wale wanaofanya scalping kwa time frame ya chini ambao wanafanyaga scalping labda 1 minute, huwa wanafanya huko. Lakini kiujumla au kiuhalisia gold hapa anakuambia usimbai. Kwa nini? Kwa sababu cha kwanza, angalia market hii ilikuwa imetengeneza impasse. Naomba nitumie, amekuja kutengeneza hiki kitu kutokea hapa. Umeona hiki kitu? Ametokea hapa mpaka hapa. Yaani retracement ndogo aliitengeneza hapa. Sawa sawa. Alafu unakuja kuangalia kwamba huyu jamaa alipokuwa anatoka hapa katika hili eneo la hapa chini mpaka katika hili eneo la hapa juu hapa, manake it means ametengeneza ni impasse. Alafu amerudije? Amerudi, angalia, amerudi kwa candlestick. Yani hizi candlestick hata anapanda, ametengeneza candlestick nyingi sana. Yani ametengeneza candlestick nyingi wakati anapanda anaenda huku juu. Sawa sawa. Lakini angalia alipokuwa anarudi, amerudi kwa candlestick ngapi? 3. Yani candlestick 3 zimemeza karibia candlestick 20. Umeelewa hapo? Na ni candlestick za day 1. Umeelewa? Alafu tunategemeaga kwamba market ikimove against trend, yani ikimove aggressively against trend na itarudi aggressive vile vile. Yani kwa mfano market inaweza ikawa ilikuwa inaenda kwenye trend namna hii, sawa sawa, inapanda juu. Sasa market tunajua kabisa hii ni trend ya kwenda juu, ni upward trend. Kwa manake ikirudi aggressively, kwamba ikarudi tap chini aggressively kwa nguvu, manake it means inatakiwa nguvu iliyotumika kwenye kushuka chini itumike hiyo hiyo kwenye kupanda. Yani market irudi aggressively vile vile, kwamba itarudi juu aggressively na itakuja kuvunja katika previous peak formation. Sawa sawa. Lakini hii market kama ilikuwa kwenye upward move namna hii, sawa sawa, alafu ikarudi aggressively, ilivyorudi aggressively ikaanza kucollect huku chini, ikarudi kwa collection namna hii, lazima kuna anguko lingine linakuja. Yani hii tutaitem kama impasse ambayo ipo within collection, kwamba hii ni collection. Kumbuka collection sometimes unaweza kukutana na collection ambayo inaenda sideways, sawa sawa, lakini pia utakutana na collection ambayo ina move against trend ambayo imerudi namna hii. Lakini hii collection ambayo inarudi katika huu mfumo mara nyingi huwa inarudi katika mfumo wa ABC structure kwenye mazingira ya namna hiyo. Alright? Yes. Kuna muda inarudi kwa kutumia ABC structure.
Yaani kwa namna gani? Kwa namna hii hapa, angalia hiki kitu hapa, kwamba hii market inaweza ikarudi, kwamba ikirudi katika mazingira ya namna hii, ikarudi aggressively kuja chini, inapanda. Kama hii move itakuwa weak, haitakuja kuvunja hapa, maanake hii market itapusha another move huku chini, inatengeneza A B C move ya namna hii, alafu market ndio inaenda wapi? Ina resume trend. Ndio kilichotokea kwa gold hapa. Angalia hii market wakati inatoka hapa ilikuwa very aggressive, si ndivyo? Lakini inakuja kurudi in terms of correction hapa katika hii point, katika eneo hili hapa. Kwa tunategemea move nyingine kuja huku chini ibomoe katika hili eneo, alafu baada ya hapo tunaweza tukaresume trend tukaenda naye kule juu. Unanipata hapo mkuu wangu? Hapo nakupata mkuu. Sasa katika mazingira ya namna hii, bado kwenye time frame ya day 1 ilikuwa inakwambia please don't buy me this time, yani kwamba usiingie muda huu. Inakwambia kabisa, inakwambia kwa namna gani? Angalia rearrangement ya hizi candle hizi, zinakwambia kabisa kwamba market still ina push kwenda wapi? Ina push kwenda chini. Umeelewa? Sasa ukija katika mazingira mengine, njoo let us say kwamba njoo kwenye time frame, let us say kwamba time frame ambayo tunaweza tukaja hapa, let us say tuje tu for hour. Ndio maana nimesema nitaviolate sana kwa wale ambao wanatumia time frame coordination, kwa sababu hapa inatakiwa tuende time frame ya 1 hour. Sasa katika mazingira haya unakuja kuangalia kwamba hii market still ipo katika hii point, katika point hii, manake ilikuwa kwenye point hii hapa. Umeona hiki kitu hapa, kinacho drive hii market mpaka sasa hivi currently ni hiki kitu hapa. Ingawa gold tunaangalia structure kwenye kuanzia kwenye time frame ya 4 hour kwenda chini. Kwa nini? Kwa sababu alishafika kwenye zero zone. Kwenye time frame hizi za juu utakutana na market imeenda tu juu pasipo kutengeneza structure zozote. Kwa nini? Kwa sababu alishafika kwenye sehemu ambayo tunasema ni zero zone, amefika huko. Sasa ukija kuangalia katika mazingira ya namna hii, utakuja kugundua kwamba market katika hii point, wewe bila shaka ulikuwa una buy hiki kidemand hiki, si ndivyo? Ndiyo, ni kweli kabisa. Hichi kidemand bila shaka ndio ulichokuwa una kibai. Sasa ukiangalia hii market mkuu wangu, tutaenda kuiona vizuri kwenye time frame ya 4 hour, ndio inaonekana ya 1 hour ndio inaonekana vizuri. Ukija kuangalia hii market, kumbuka katika hii point, narudi once again, ukija katika hii point up, hii market ilikaa karibia siku 3 katika hili eneo. Unaliona hili eneo hapa? Ndiyo. Ilikaa karibia siku 3 imekaa katika hilo eneo hapo. Sasa ukija kuiangalia vizuri, utakuja kugundua kwamba hii market ilikuwa either ivunje hii correction chini au ivunje wapi? Juu, na ivunje aggressively. Yaani sehemu yoyote itakayovunja, maana ivunje nini? Aggressively. Sawa sawa. Unakuja kuiangalia kwamba hii market, hii channel ilikuja kuvunjwa chini katika hii point, ilivunjwa wapi? Chini. Na ilivunja hii channel aggressively with a spike candle. Yaani ukija katika hii point utakuja kugundua kwamba hii candlestick hii ukiangalia kwenye time frame ya 1 hour na 30 minutes ni spike candle hii. Sawa sawa. Umekuja kuangalia hicho kitu Alafu hii market ikaanza kucollect. Hii market ilitengeneza in terms of A, B, then C. Ikawa inamaliza C, bado haijavunja hii candle, haijaimaliza hii candle. Sawa sawa. Nini kinafuata hapo in terms of kama tutengeneza hiki ni impasse, then A, B, C, manake market inakuja tena once again down. Tuko pamoja hapo mkuu wangu? Sasa hapo tuko pamoja. Ukija katika haya mazingira, njoo kwenye time frame hii, njoo kwenye time frame ya 1 hour au twende tu resume time frame coordination, njoo kwenye 30 minute. Sawa sawa, kwa sababu ndo coordinate ya 4 hour hiyo. Sasa ukija katika hili eneo mkuu wangu, angalia hiki kitu ndo niliwaonyesha jana kwenye video fulani niliwapostia kwenye magroup. Sawa sawa. Nakuja kuwaonyesha kwamba hii market wakati jana naionyesha, hii market ilikuwa hapa. Yaani jana wakati nafanya ile video, hii market ilikuwa katika hii point, ilikuwa hapa. Unaona hapa? Ndio. Kwa hii move yote hii, kwa mtu ambaye alikuwa makini, alicapture, alitembea nayo hii move. Kwa nini? Kwa sababu huyu jamaa alifanya vitu vinavyofanana. Angalia hii market wakati inatoka huku, inashuka huku chini.
ngoja nifanye hiki kitu hapa ili watu waone waone vizuri. Nafanya hiki kitu watu waone kwa upana zaidi, alright? Watu waanze kuona, waone kwa upana. Sasa angalia hii market ilichokifanya hapa. Sawa sawa? Hii market unakuja kugundua kwamba ilifanya hiki kitu, ilitembea na hii move hapa. Ilitembea na movement ambayo move yake tuliyotembea nayo ni hii, kuanzia hapa mpaka hapa. Umeelewa mkuu wangu? Then tukawa tunakuja kuangalia kwamba hii market inatakiwa imove. Hii kama ilikuwa ni correction hii hapa, manake ilitakiwa tuje tuvunje katika hii point, tuje huku juu, then tulitest hapa, tuendelee kwenda juu. Umeelewa hapo eh? Lakini unakuja kuangalia kwamba hii market baada ya kufika katika hii point ndio ilianza kutengeneza hii correction hapa. Hii ni kweli ilikuwa ni correction ambayo ni potential sana, kwa sababu ilikuwa inside a supply zone. Unanipata hapo mkuu wangu eh? Ndiyo mkuu. Sasa wakati ipo kwenye hii potential ambayo tunasema ni supply, ndo tuliposubiria baada ya kutengeneza hii correction, hii market ingevunja juu, ilikuwa ni potential demand ambayo itakuwa imebaki, kwa sababu kama ilikuwa supply ikivunjwa inakuwa demand. Manake hapa market ilikuwa inakuja kulitest hapa alafu iende wapi? Iende juu. Lakini hii supply yetu ikahimili pressure ya gold, market imekuja kuvunja hapa chini. Unaona imekuja kuvunja hapa chini. Hii collection yote imekuja kuvunjwa. Na imevunjwa kwa kutumia nini? Spike candle. Na hii ilivunjwa pale ambapo palikuwa na agreement ya Russia na United States, ndio ilivunjwa hapa. Kulikuwa na agreement ambayo ilikuwa inafanyika kwamba mambo yote ambayo yatafanyika kwenye document za Russia yatafanyika kwa agreement za kutumia USD, kwa kutumia dola ya Marekani. Watatumia USD kwenye uchumi wao, kwenye kufanya nani agreement zozote za kiuchumi. Kama wanataka kununua vitu watanunua kwa dola, sawa sawa. Kuna agreement ambazo walikuwa wanazifanya pale. Kwa nini? Kwa sababu Putin alikuwa anakimbia vikwazo vya Ulaya, kwa sababu anamwekea sana sasa hivi vikwazo ambavyo vinamlimit kiuchumi. Kwa hiyo yeye kukimbia kule akaungana na Marekani. Sasa ukiungana na Marekani, basi na shaka vikwazo vile haviwezi kukuzuru kwa aina yoyote. Na Marekani, moja ya masharti ambayo yamempa Russia ni kwamba ni lazima agreement zozote au purchases zozote atakazozifanya kubwa azifanye kwa kutumia nini? USD. Ndicho kilichotokea hii spike. Ilikuwa ni micro news, ambayo micro news ni zile ambazo tunasema ni nani documented news, fundamental hiyo. Kama kuna watu ambao walikimbia fundamental hapo, sasa ndo wataanza kuona kwamba mbona market ni kama ni ngumu, lakini sio ngumu, ni kwa sababu tu ni wavivu wa kusoma. Sasa ukiangalia katika haya mazingira sasa, mkuu wangu, market tayari imeshatengeneza hii spike kushuka huku chini. Ukija kuiangalia hii market tayari pia ina collect, ilitembea mpaka katika haya mazingira, ikaanza kucollect huku chini, haiendi kuvunja katika hii point, na katika point hii wakakupa potential area, sawa sawa. Walikupa vitu viwili katika hili eneo. Walikupa, kwa wale watu ambao wamesoma liquidity, walikutengenezea breaker, alafu wakakutengenezea na nini? Na overthrow katika hii point, katika point hii hapa. Hii ni breaker ambayo kila moja ilikuwa inaonekana kwamba hii tayari ni breaker hii. Kwa entry yangu ilitakiwa ipatikane hapa, kwamba kwa sababu kwenye market tuna vitu kadhaa. Naomba nifute kwa sababu chati yangu nimechora mno. Ukiangalia hapa nina breaker hapa, na breaker hii nikiangalia ina very big risk, kwa sababu nikiingilia hapa kwenye hii breaker, maana stop loss yangu ingekuwa huku. Kwa mimi hapo ninachokifanya na badili, instead ya kutumia hiyo breaker na isubiri market ifike kwenye breaker na ireact. Ikisha react kwenye breaker inaniachia nini? Kwa mfano, market imeshafika kwenye breaker, tayari imeshatengeneza engulfing. Umeona hapo? Manake market ilipofika kwenye breaker tayari ilishatengeneza engulfing hapa. Manake ningedili na hii engulfing kuja kutrack hii move.
Maana hii move ningeenda kuipata hapa ndani hapa. Hii move inapoanza hapa, naenda kuipata hapa ndani kwa sababu tayari imeshatengeneza engulfing. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ina collect chini below this high move. Hii move kubwa market ikawa ina collect chini na ika collect in terms of ABC move. If market ikaenda kwamba this is A, this is B and this is C, ikafika kwenye potential area. Ikishafika kwenye potential area inatembea, inarudi ilikotoka. Umeona hicho kitu? Kwa katika mazingira haya, ukitoka kwenye 30 minute ukienda kwenye dakika 5, utaona kabisa hapa amekutengenezea top ngapi? Top 2. Top 2 katika hii point. Sawa sawa. Then utakuta kuna special liquidity, manake hapa kwenye break utakuta kuna shift kwenye dakika 5 au dakika 1, then utachukua liquidity ambazo ziko ndani. Lakini analysis imetoka nayo day 1, nikaja time frame ya 4 hour, nikaja kwenye 30 minute, kwenye dakika 5 na kuja kufanya maamuzi. Kama nitaona maamuzi bado dakika 5 na kuja kuyafanya kwenye time frame ya 1 minute. Nafanya maamuzi hapo, naingia, najitungua hapo naelekea. Alafu then after, hii market haikukuachia hicho kitu tu, kwa sababu nilipokuwa natembea na hii market ilikuwa inakuonyesha kwamba hii market inatengeneza hiki kitu ambayo ni collection ambayo inafanana exactly na ile ambayo alikuwa ameiacha huku. Yaani ukiangalia hii collection aliyoitengeneza hapa, hata kama wewe ungekuwa ndezi, manake bado unakuja kuangalia kwamba hii collection ilikuwa inafanana na hii. Yaani collection hii na hii iliyofanyika hapa havina tofauti. Na ndio maana nikawa nawaambia jana kwamba hii market will be coming here, kwamba hii market inaweza kaja hapa chini. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu pana potential liquidity ambayo haikufanyiwa chochote. Kwa still gold bado anashuka kuja katika haya mazingira. Na si kwamba kuja hapa tu, na pia katika hili eneo anaweza ka react tu kama unavyosema kwamba every potential demand and supply should be retested or market should react at that point. Ni kweli kwamba market inaweza ka react katika hiyo point ukapata Pepsi charge. Kwa mazingira ya kureact ni haya, ingawa kuna probability kubwa ya kuivunja hiyo point. Kwa nini? Kwa sababu market structure ilivyokaa inatuonyesha kwamba still gold inatakiwa aje kuvunja hii previous swing formation low ambayo aliiacha huku chini. Hii hapa hii inatakiwa aje ivunje kwa kutengeneza ABC structure ambayo ni collection ya day 1 ili aendelee kupanda wapi? Kwenda juu. Naeleweka hapo mkuu wangu sasa? Hapo unaeleweka sana mkuu. Sasa katika mazingira ya namna hii mkuu wangu, still bado hii demand yako ulioitrade, sijui ulikuwa unawaza nini. Kitu kimoja ambacho ulikikosea zaidi ni kuona kwamba hii market tayari imeshaanza kuprint hizi. Yaani market imeshaanza kuprint hizi swing formation low, swing formation high hizi. Swing formation low, swing formation high. Na hizi market manake hii ni lower, hii ni lower high. Hii ni lower, si ndivyo? Hii ni lower high hapa juu. Then hii market manake inakuonyesha kwamba inajiandaa kuja kubreak hii lower hapa chini. Kwa namna yoyote pale hukutakiwa kutrade hiki kitu hapa. Inakuja kukuonyesha kabisa kwamba hii information ambayo ilikuwa inatolewa hapa ni information ambayo ilikuwa inakuambia kabisa tunakuja kubreak katika hii point hapa chini. Asubuhi nimetoka kugombana na mwanafunzi mmoja hivi. Asubuhi nimetoka kugombana na mwanafunzi mmoja. Kwa nini nimetoka kugombana naye? Hii bila shaka gold hapo nimeeleweka. Njoo uangalie hiki kitu alichokifanya. Ndio nimetoka kugombana naye hapa. Ilikuwa ni Euro JPY. Euro Japanese Yen. Angalia kitu ambacho nimetoka kugombana naye hapa. Huyu nimetoka kugombana naye hapa. Amebai. Umeona hicho kitu? Huyu jamaa ni kweli kuna siku ya jana tulikuwa tunambai. Lakini it is not today. Leo ndo nimetoka kugombana naye. Kwa nini kabai? Yaani nilikuwa nataka anipe sababu za kwa nini yeye kafanyaje? Yeye kwa nini kabai? Ndo sababu ambayo nilikuwa naitaka kutoka kwake. Yaani kwa nini amekuja kumbai Euro JPY? Unanielewa mkuu wangu? Ukija kumwangalia ni kweli. Huyu jamaa ni kweli yupo kwenye upward trend. Still bado tunamuona hivyo. Hizi structure anazozivunja ni ndogo sana, lakini bado kafunga chini ya hii structure. Yaani huyu jamaa alitakiwa akifika katika hii point kama anatupatia collection, ilitakiwa arudi aggressively kwenda huku juu. Arudi aggressively. Tunajua kabisa hii ni pullback au ni collection ameifanya ili arudi juu. Si ndivyo?
Sasa nakuja kuangalia kwamba alipofika katika hili eneo ni kweli amezifikia potential liquidity katika hii point hapa chini. Kuna mtu sijui anaingia huku, tumuingize tu ili tusije tukashindwa kwenda mbinguni kwa sababu yake. Sasa ukija katika hili eneo, hii market inakuja kututengenezea, imetutengenezea hiki kwamba imefika kwenye potential liquidity katika hili eneo. Tunasema kama liquidity ambayo imefikiwa na market, kama ni potential liquidity kweli, market ikifika pale inagusa mara moja tu na kuondoka haraka sana, sawa sawa. Lakini ukiona market imetengeneza hiki kitu hapa, maana yake kuna bearish structure chini. Yani ukienda chini ya hii market utakuta kuna bearish structure. Msikilize kwa makini sana, kwa sababu huenda nikakuokoa leo. Yani leo tu unaweza ukajikuta umeokolewa, sawa sawa. Ndio maana nasema hivi jamani, tafuta timu sahihi ya kutrade nayo. Umeelewa hapo? Yani lazima uwe na timu ambayo ni sahihi ya kutrade nayo, vinginevyo unaweza ukajikuta kwamba wewe ni yule wa jana kila siku, kwa sababu hauna mabadiliko. Umeelewa hicho kitu? Kwa mazingira ya namna hiyo, lazima uangalie kwamba kitu unachoenda kukifanya ni kitu cha namna gani. Angalia hapo nilipozungushia, njoo huku kwenye time frame ya chini, njoo tu 1 hour, right? Njoo kwenye time frame ya 1 hour. Ukija kwenye time frame ya 1 hour hapa, unakuja kukutana na hiki kitu. Sasa yeye amekuja kuangalia kwamba huyu jamaa anambai kwa sababu, angalia hapa, unakuja kuangalia sababu aliyeiweka hapa yeye anatengeneza kwamba huyu amekuja kufanyaje? Amekuja kusweep hizi liquidity huku. Sio kweli. Liquidity sweep haikai hivi. Liquidity sweep, yani hapa ilitakiwa atengenezwe kwa shadow moja tu, alafu arudi mazima juu. Umeelewa hapo sasa? Sasa unakuja kuangalia kwamba ametengeneza hiki kimove hapa, alafu amekuja kucollect chini ya hii move, amecollect. Kuna move ambayo itakia tu trade ya kwanza ambayo tutaenda kuiona dakika 15 minutes. Ya kwanza ni hii move ambayo tulipanda nayo hapa, na niliwaonyesha kwenye group, nilipanda nayo hii move hapa, nilienda nayo huku juu, sawa sawa. Ya pili pia hii move ilikuwa na trade hii, sawa sawa, lakini pia hii move ilitakiwa uiachie hapa katika hili eneo, sawa sawa, katika hili eneo. Kwa nini? Kwa sababu kuna potential area iko katika hii point ambayo hii ndio ilikuwa ina decide. Yani hii ndio ilikuwa ina decide either Euro JPY aendelee kwenda juu au arudi chini na aendelee kwenda chini. Yani sio kurudi chini tu, na aendelee kwenda chini. Na ni kweli ili decide ikampush down katika hii point. Sawa sawa? Ikampush down hii. Ikampush down hii area hii. Ni potential area ambayo imekuja kumpush down. Alafu anarudi tena katika lile eneo. Hapo unaona kabisa hata kwa mtu ambaye hajasoma strategy nyingine, anatumia tu kwamba mimi bwana natumia tu support, resistance na price action tu, natumia double top, double bottom na head and shoulder, nimemaliza. Anatumia hapo. Ungeona tu kabisa kwamba huyu jamaa amenitengenezea hapa double top hapo katika hili eneo. Hapo linaonekana vizuri katika hii point. Then hii market manake inaniambia kwamba inakuja kubomoa huku chini, inakuja kubomoa huku. Manake hili eneo hili limeandaliwa kwa ajili ya kuja kubomolewa. Hii market itegemea kuja kubomoa hapa chini hapa, kwa taarifa ambayo imeitoa wapi? Imeitoa hapa. Sasa ukija katika time frame ya chini ambao ni 15 minute hapa katika hii point 15 minute inakuonyesha hiki kitu. Angalia mkuu wangu hapa. Akianani walai. Akianani walai. Hii market kuna watu walitrade hii move ambao na mimi nilikuwepo, walikuwa sahihi tu, kwa sababu hii market ilivunja katika hizi point, ilivunja katika point hizi, then imekuja huku chini, chukua hii double bottom, panda. Kulikuwa na vigezo nje na double bottom. Kwa watu ambao ni price action watanielewa zaidi nikisema double bottom inaenda vizuri, lakini hii market ilikuwa inakuonyesha kabisa hatuendi mbali, kwa sababu hii market imerudi aggressively. Angalia hapa, alafu inakuja kukuna nazi wakati inapanda, inatengeneza huu mfumo A B then C, sawa sawa. Market inarudi tena huko, unaona hicho kitu hapa. Then hii market wakati inafika hapa, kuna mtu alisema hii bwana mpaka iende chini inatakiwa ibomoe tena hapa.
Sasa kuna mtu ambaye alichukua liquidity ambazo zilikuwa hapa, alitrade hii. Baada ya hapo ilitakiwa ivunje aggressively hizi zote, yani hizi peak zote ambazo zilifuata ilitakiwa ivunje aggressively, lakini nakuja kufanya double top hapa, then inarudi. Hii market inakuja kuvunja hapa. Tunasema ili eneo ambalo litakuwa touched more than 3, kitakachofuata market ikirudi hapa inabomoa, kwa sababu nimekuwa weekend. Yani ikitouch mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ikarudi mara ya 4, mara chache sana hilo eneo lita withstand hiyo pressure, mara nyingi itavunjika. Tuko pamoja hapo waheshimiwa? Tuko pamoja? Tuko pamoja mkuu. Tuko pamoja. Kwa nadhani hiyo market imefanya hivyo ili kuandaa kupavunja hapo na kuendelea kwenda chini. Kwa hiyo nilikuwa nagombana naye kwa sababu amepoteza hera kizembe. Yaani hera ya FX haitaki ipotee kizembe. Yaani inapotea mpaka wewe mwenyewe unasema hivi hapa nimepigwaje? Sawa sawa. Lakini kuna mazingira mengine unaona tu kabisa kwamba mbona haya anaenda kupigwa. Sasa kinachomponza zaidi alikuwa ana trade reversal. Ana trade sana reversal. Hapa itaenda juu ni reversal hii. Kuna muda ambao inatakiwa trade reversal, lakini sio mara chache. Yaani trade mara chache kuliko mara nyingi. Mara nyingi trade sana continuation. Sawa sawa, kwa sababu zitakupa manufaa. Market inakuwa tayari ilishakuonyesha kwamba imeshafanya reversal, sasa hivi ni continuation. Lakini unapohangaika na reversal, mara nyingi sana akaunti nyingi zinaishia kwenye reversal, kwa sababu market huwa ireverse kizembe. Yaani itakaa sana huo muda, itaenda juu chini, inavyoenda juu chini juu chini, kama umeseli umefanyaje, ndio akaunti yako inabaki katika eneo hilo hapo. Akaunti yako inabakia hapo. Umeona hicho kitu Kwa hiyo mkuu, hapo sasa ndo napata jibu kwamba hiyo strategy pia ni riski sana. Hiyo unayotumia hiyo? Ndio. Tuishie tu kusema kwamba ni delicate strategy ambayo inahitaji amendment, yani inahitaji kuboreshwa. Sawa sawa? Ndio. Inahitaji kuboreshwa. Ngoja nijibu hawa wana. Nashukuru sana mkuu. Inahitaji maboresho fulani hivi. Niboreshe hawa watu. Dakika moja tu. Alafu tunaendelea. Hapo sawa. Sasa baada ya hapo njoo, kuna huyu hapa, huyu jamaa huyu. Kuna ndugu yetu huyu ambao wengi wanamtrade huyu jamaa. Huyu jamaa bwana, ni kweli wengi tulikuwa tunamtazamia kwenye kumbai. Alright? Wengi tunamtazamia kwenye kubai. Lakini huyu jamaa bwana amekuja kuonyesha kitu fulani hivi ambacho sio kitu kirahisi kiasi hicho. Unamwona anavyotembea huyu jamaa? Huyu jamaa anatembea kiasi kwamba anakuonyesha kama anaweza akafanya hivi. Possibility ipo kwa sababu hapa pana potential area. Sawa sawa? Pana potential area hapa. Umeona hicho kitu Lakini sasa sorry.